Lazima tuwe na muktasari wa yale yaliyozungumzwa. Kwa misingi hiyo, kujiorodhesha na kuandika majina ni sehemu ya mkutano. Wananchi hatuna imani na ofisi ya kijiji, hatuna imani na ofisi ya kata, kwa hiyo hatuna muktasari wowote tunaoandika. Tunaomba kuanzia ofisi ya kijiji, hatuna imani naye wala ofisi ya kata. Asanteni. Kama atakuwa kuna mmoja wao anayehusika katika matatizo haya tunayopata kila siku, wajue kwamba sisi kwa leo, kwa sababu hatuna nguvu, tutatumia hiyo nguvu ya chungu kupasulia eneo hiyo. Hatutaki maandamano, makelele, hatutaki vijana wetu waumizwe na mabunduki kama vile wanavyofanya siku zingine, kuja hapa na magari matatu manne. Kwa hiyo tunasungumuzwa tukiwa chini ya ulinzi. Mtu mmoja akisema anahitaji kuimega arisi hii, na ilo boginda do hiyo nela kurugumok. huyo mmoja tutampoteza hai yake, alafu wengine watabaki kuishi. Yemoti kidan. Tunapasua chungu. Kaka nongolong naabishana. Ni siku 7 tu. Sisi kama wana wa Engutukoit tunatangaza katika mkutano huu mkuu wa kijiji kwamba kuanzia sasa tunapasua chungu, kwa sababu serikali yetu mpaka sasa hivi hawajachukua hatua yoyote huyo mtendaji. Wananchi wa kijiji cha Engutukoit kata Oldonyowasi wametoa siku 7 kupasua chungu kwa ajili ya watu wote wanaotaka kuwapora eneo la ardhi kwa ajili ya malisho ya mifugo yao, ikiwemo mtendaji wa kijiji hicho. Wakizungumza katika mkutano ambao mgeni rasmi alikuwa mkuu wa wilaya ya Rumeru ambaye aliwakilishwa na naibu katibu tawala wa Rumeru Bwana Jafet Ngwirana, wameeleza kuwa serikali ya kijiji kupitia mtendaji wamefoji muktasari wa uongo ambao lengo ni kuwapora ardhi kwa ajili ya malisho. Katika kikao hicho cha wananchi, mvutano ulikuwa mkali baada ya mgeni rasmi kutaka wananchi wajiorodheshe majina yao ili kikao kianze, lakini wananchi waligoma na wakamtaka kiongozi huyo ajielekeze kwenye lengo la mkutano. Kutokana na sintofahamu hiyo, mgeni rasmi aliita kikao pembeni na kujadiliana na watu waliokuja nao, na aliporejea kwa wananchi akataka kama wananchi hawana imani na mtendaji wa kata wala kijiji kuandika majina yao, basi zoezi hilo lifanywe na watumishi aliyokuja nao, lakini bado wananchi waligoma. Baada ya zoezi hilo kushindikana, mgeni rasmi alitaka muktasari waliokuja nao usomwe mbele ya kikao hicho. Bado wananchi walikataa na kueleza kuwa umefojiwa na mtendaji wa kijiji na hawamjui mtu anaitwa Batilda, hivyo ikamlazimu mgeni rasmi kuahirisha mkutano na kuwasha magari kisha kuondoka. Katika maazimio ya kikao hicho cha wananchi, walisema kwamba watavunja chungu kwa sababu wao hawana uwezo wa kupambana, bali watalia na Mungu. Hivyo kupitia chungu hicho watapata majibu kwa watu wote wanaohusika kwa ajili ya kupora ardhi yao. Hiyo ndio utaratibu wa mikutano, kwa sababu kila mkutano unapofanyika lazima tuwe na muktasari wa yale yaliyozungumzwa. Kwa misingi hiyo, kujiorodhesha na kuandika majina ni sehemu ya mkutano. Kwa hiyo mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata wachukue makaratasi, waanze kuorodhesha watu, kila mtu andike jina lake na kusign kwenye eneo lake. Tukishamaliza kupata mahudhurio, tunaendelea sasa na mkutano wetu. Wananchi hatuna imani na ofisi ya kijiji, hatuna imani na ofisi ya kata, kwa hiyo hatuna muktasari wowote tunaoandika. Tunaomba kuanzia ofisi ya kijiji, hatuna imani naye wala ofisi ya kata. Asanteni. Ikiara muktasari la kiseri. Kwa sisi kama wananchi wa kijiji cha Engutukoit hatuna muktasari yoyote tutakayoandika. Wewe muktasari rara ohomoni mtendaji aihoji neti nolong inakigwana pesa 2 mheshimiwa la kata. Nikifikiria sasa hivi muktasari ambayo afisa mtendaji wa kijiji ameenda kufoji ni ile ambayo pesa 2 ambayo ni mkaguzi wa kata aliwemo katika ile kikao. Ile kikao. Wewe nekido nara na siriage tene wei nebujaga kaimujoga na inolong. Kwa leo hii tukiandikwa leo, nadhani ni ile jambo ndo inaendelea. Nado bara yela james dele musari yang maror mwenyekiti nolong. Na niaza nina imani kwamba haitakuwa vizuri, kwa sababu siku ile ilipoandikwa hiyo muktasari ilipofojiwa na mtendaji wa kijiji, kipindi hiyo nilikuwa mwenyekiti wa kitongoji. Na igeli mchana lang'orongana besiro muktasari ya ne utaratibu anganit. Na siku hiyo tulielimisha wananchi waandike muktasari, kwa sababu ndo kanuni na ndo utaratibu wa kikao kubwa kama hichi asara ya kijiji. Na nyama ya kayora rangi shida. Na ndo imeletea sasa hivi sababu kwa Demeja imani wongobisi. Na maana ndo maana hatuna sasa hivi imani na ofisi ya kijiji wala ofisi ya kata. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Meredo alana yule mheshimiwa ananuriko la wilaya rara.
Nadhani katibu tawala ndo mkuu wa wilaya aliomo leo hapa. Kanyo yobo mkutasari panga ni yoro ngasa abole nkigwana. Mbona wewe unahitaji mkutasari kabla hujasema kile ambacho amekuleta? Na tumemruhusu na amefungua kwa sala, amemuomba mchungaji mtumishi na amefungua kwa sala. Kwa hiyo sasa ilikuwa imebaki ni mimi kama msimamizi wa mkutano huo kufuata zile taratibu za mkutano ili tuweze kuingia kwenye agenda zetu. Na moja ambayo itanisaidia tuweze kuingia kwenye mkutano na yale malengo ambayo tumekusudia kuyafanya ni pamoja na kupata mahudhurio ya mkutano huu. Ili mkutano wetu uwe na kumbukumbu ya kufanya marejeo baadaye. Kwa sababu bila kuwa na yale marejeo, huu mkutano utakuwa tu ni mkutano ule wa chini ya mti ambao hauna utaratibu. Kama mmesema kwa mtendaji wa kijiji hamna imani naye, kwa upande wa mtendaji wa kata naye hamna imani naye, basi mturuhusu sisi viongozi kwenye ngazi ya wilaya na kwa misingi ya halmashauri na kwa mkuu wa wilaya, maafisa tuliongozana nao basi wachukue mahudhurio na kuendelea kuweka kumbukumbu za mkutano huu sahihi ili tuweze kuendelea tusipoteze muda. Tufanye hivyo ili tuokoe muda. Kama rohe ngigwana meara agenda. Mheshimiwa katibu tawala, kikao hainaga agenda. Kanyo wemenga agenda ngigwani soma. Niligi yoga jengwana na jedo na riene. Yurumogi arralu surie ngigwana. Kwa nini hujatusomea agenda za kikao? Tukishamaliza kusikia agenda za kikao, mkutasari ndio iendelee. Twende kwenye agenda. Tusipoteze muda bure. Kwa sababu mahudhurio hatutakubali mahudhurio yoyote hapa. Tusipoteze muda yoyote hapa. Tunaomba twende malengo iliyokuleta kijiji cha Engutukoit. Mkiona viongozi mlioko mesani hapo, mkiona kwa sababu watu hataki kuandika mkutasari, aliyeharibu kila kitu ni afisa mtendaji wa kijiji. Ama gara kaya ngamunye barakinor mengi jiji. Kwa sababu gani? Kata wanapokea utaratibu kupitia wapi? Si kijiji. Ore nanga mugara nei mara serikali mkuu. Kwa sababu kata wakipokea si wanampelekea katibu tarafa. Ore neron oltung'ani ajo ore iltung'ana lara ngigwana aihori engulugoni. Mtu wakiandika mkutasari kama leo, ameshaandika kumaliza, wanaenda kusema kwamba hao watu ndio wameazimia kwamba nimeshapeana kila kitu. Ore bimiara ramani mtendaji no miriokonda. Kama hamna imani mesaku ni samani kwa sababu ni kwa ajili ya mtendaji wa. Haikiheshimu tuonda peke dolonda nilikiki yo. Na tumeheshimu nyie na ndio maana tumekaa kimya, muendelee kutuambia kile ambacho Erona rangolo nginibonu asiriye mbarakinor. Kuna siku mtakuja kuazimia. Kaikinchungusa ajo kanyo. Lakini bado tuko na uchunguzi ya ile mkutasari iliyofojiwa. Amora rongani lijoki nai mara sana. Kwa sababu mtu ukimwambia tufanye hili, ni belaganya rangarda sineja akasana. Ukimwambia twende hivi, yeye anaenda kugeuza kwamba tulitoka Donyo, wakati mko Donyo anasema tuko Ngodo. Nila da kairuko. Anaenda kusema kwamba tulienda kubaliana Ngodo. Nebe mikiata imani. Na ndio maana hatuna leo imani pamoja na mona galariko. Naomba amaigwanara amo meera ngai nikijo. Kembayo katibu mkuu la wilaya pelo anyway. Kembayo tukul. Sisi hatumchukii kaimu katibu tawala wa wilaya alipokuja hapa. Maedo nijo ye kemba. Si kwamba tunakuchukia wewe. Kaka wale kuna ba tenevo nurungana nesiri entoki nikilo oltung'ani itibiraki enkai mwa nikiruria tukula aja akakira oltung'ana kaitibiru entoki torrono. Kuna machungu ambayo ikiingia rohoni haiwezi kutoka kwa haraka haraka, maana mtu akitengeneza kitu kidogo anaenda kufoji, sio vizuri. Ore amara larikoni lang isoma agenda ngiltoli isoma agenda ngigwana be otaki yoga ne otaki ramu me ngibwa mo inororo otaki yoga ngigwana amu na sidai amu kiruria mbaya sarara yana pala nini kisarakino ngigwana. Sisi hatuna imani ya kuandika mkutasari na kuomba kama kiongozi wetu wa katibu tawala, waendelea andika zile agenda ambayo ina lengo, tuendelee kuzungumza kwa sababu hakuna itakayeshindikana. Sisi tuna furaha kubwa kwa sababu katibu tawala ulipofika hapa umefika kama baba wetu. Lakini afisa mtendaji wa kijiji anatunyimia raha. Ndo yo agenda ngwana yo nemedolo yo shoti ami kedara jayara yo kake endelea yo ngwana amu kirangara inono kake nyalda yo mera mikintio yo kinewe. Tunaomba uendelee kutusomea agenda ambayo umekuja naye ili tuendelee kuzungumza hili. Kitu usemi sitaki, wacha nimalize kikao au nimalize hoja yangu au nimalize ninachotaka kusema. Nikisha malisa sema sitaki kwa sababu 1 2 3. Lakini mabishano tusipende wananchi wa kijiji cha Engutukoit. Lakini hiyo mkutasari isomwe wakati hakuna maasimio yoyote au mtu yoyote kuchukua hiyo mkutasari. Kama mkutasari sio, ibaki hapa hapa. Kama mkutasari tumekubaliana na hiyo, basi nakala ibaki ofisi ya kijiji
nakala ibaki ofisi ya kata, nakala iende kwa katibu tawala au kwa mkuu wa wilaya, itakuwa ni kitu ambayo tumekubaliana wote. Nimesema kama muktasari sio, tutaacha hapa na itachanwa hapa. Lakini kama muktasari ni makubaliano wote wa kijiji na wakuu wetu wa ngazi ya wilaya na wageni wengine, basi hiyo muktasari itakuwa tumekubaliana nao na muktasari itaenda sehemu husika, nakala itabaki sehemu husika. Bado narudia, mkuu wa wilaya, tunaomba tuelewane. Tusipoteze muda na tutake hata tusikie tena ofisi ya kijiji simama atuhamasishe kwamba tuandike muktasari wala ofisi ya kata. Kwa sababu kilichotokea kipindi ya nyuma hatuna imani naye. Kwamba hii muktasari naye itaenda kufuajiwa saini ya mwenyekiti wa kijiji ipo, diwani ipo, mkuu wa kata yupo, pesa mbili. Sasa tuna imani gani na muktasari ambao tunayoandika? Mbona juzi mkuu wa wilaya amekuja amehakiki kwamba muktasari ni forgery? Mbona hajamchukua hatua aliyefanya hivyo? Bado mnakuja kutuhamasisha kwamba eti tuandike muktasari mwingine. Hatukubaliani. Tunaomba atukubaliani kwa sababu hatujaona kitu ambao umemfanya mtendaji wa kijiji aliyefoji muktasari wa kijiji chetu. Kwamba hata singine hatujua hata ambayo umeshaandika kwamba umefanyaje nini, umeenda kufanyia nini. Kwa hiyo bado hatuna imani na nyinyi. Najua hatuwezi kutapeliwa Haris na matapeli. Mheshimiwa mtendaji wa kijiji, mimi nataka tu rafiki yangu niambie, na bahati nzuri meza hika hapa, naomba tu niambie mbele ya umati huu, kwa maana kama wewe ukificha bado Mungu anakuangalia roho yako. Kwa kuwa hawa watu wamekupa samana, kwa maana serikali amekuchagua ukaja kijiji cha Engutukoit kuja kuwa mtu ambaye unalinda haki ya wananchi. Hebu naomba usimama hapa uthibitishe mbele ya umati huu kwamba tumewahi kukaa na kusema kuna shamba ndani ya kijiji ya Badilda. Naomba tu nisishie rafiki yangu. Na useme ukweli. Na useme tu ukweli. Muktasari hii hatujawahi kuongea sisi tena, mimi sijui shamba la Badilda, sijui. Na sitaki nitoe uongo. Sijui shamba la Badilda, sijui. Na hawezi timu ya watu watatu wakae warubuni namna ya kuuza ardhi ya kijiji cha Engutukoit. Haiwezekani. Lakini kama serikali wana kitu ambao wanaona ndani ya kijiji kwamba ni kweli hipo, serikali wanaweza kufuatilia, lakini huwezi kuja kutupaka matope. Sasa hivi mimi nyumbani, watu sasa hivi wananichukia nyumbani kabisa. Watu wananichukia nyumbani sasa hivi, unaposikia sasa hivi. Nikiongea na watu wangu ambao alikuwa anaweka ananipa heshima wote, sasa hivi sina heshima ndani ya kijiji changu. Kwa hiyo mheshimiwa, naomba tu mtendaji asimame. Naomba mtendaji asimame aongee ukweli ambao Mungu anaangalia. Maana kama siku ambao umekula chakula, umekula kwa ajili ya kichwa hao watu wa Engutukoit. Kama umeamua kusaliti kama Yuda, naomba usimame hapa, usimame. Kwa maana kama uongei, Mungu anakuangalia tu. Ile ya mahudhurio. Kwa sababu saa zile tungekubaliana na watu kuchukua orodha, kuchukua mahudhurio ya kikao, nilitaka kulinganisha baadhi ya sahihi kutoka hii ya leo ambayo watu wenyewe wameweka na hii muktasari mnautuhumu. Si ndio? Sasa kwa vile mmekataa hiyo, niletee kitabu kile cha mahudhurio. Kuna baadhi ya sahihi nahitaji kuoanisha kama ni kweli au sio. Kwa hiyo mimi ndio nasimamia huu mkutano. Leta kitabu cha wageni kule. Nataka nipate watu wawili watatu. Watu wawili watatu watakaoniambia hayo aliyoandikwa sio kweli. Hatukusema hivyo. Nataka mniambie. Mwache kwanza mtendaji. Mkuu wa wilaya alikuja hapa. Akakaa na serikali ya kijiji. Akasema muandikisha majina na mweke sign ili tuende kufananisha kama ni forgery. Lakini baadaye ilikuja kubainika kwamba ni forgery. Je, mkuu wa wilaya kama mkuu wa wilaya anayotawala wilaya hii alichukua hatua gani sasa? Baada yeye mwenyewe kututamkia na mdomo yake kabisa kwamba hii ni forgery, akakabisi TAKUKURU kwamba TAKUKURU mkashughulikie. Walienda kushughulikia nini? Sasa jamani, hatuwezi kudanganyana. Hata sisi ni watu kama nyie. Ni kwamba tu Mungu aligawa hizi vitu kwamba kila mtu atapewa uongozi wake kwa jinsi yake. Lakini akili watu wanayo ni kwamba hawajasoma. Tunaomba kwamba tusisungukane jamani.
Ili tatizo la Mama Tilda Engutukoit tangu siku nyingi wanajaribu tu kuingia kwa njia fulani lakini wameshindwa. Mkutasari sio kweli na imefojiwa na hakuna hatua yoyote mliomchukua mtendaji. Bado tuko nayo mahali hapa na bado mnahitaji majina mengine ili muende watu waende kuandikia tu mambo mengine ambao wamependa. Kwa hiyo tunaomba kwamba ili tusirefushe kikao. Sisi kama Engutukoit hatujui shamba la Mama Tilda. Mkuu wa mkoa anakuja kutusumbua sisi watu wa kijiji. Na mkoa wetu wanakubali, na wilaya yetu wanakubali, na kata wetu wanakubali. Sasa sisi tuna amani gani na mwenyekiti wa kijiji? Kama sio kwamba wameshirikiana na mtendaji wake, wakausa Harris. Na kata wakausa Harris. Hata pesa mbili ambao ndio mkaguzi wa kata. Alikuwepo mbele ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alisemaje? Alisema kwamba hii mkutasari sio sahihi. Lakini leo hii bado tena inatafuta mwingine akulinganisha. Ina maana kuna jinsi fulani inatafutwa kufanikisha lengo litimie. Sasa sisi kama wananchi wa Engutukoit tulisema hatuhitaji leo tena kuandikisha mikutasari mengine. Yale ambayo tumeandikisha yametosha. Yametosha na sisi hatujui shamba la Mama Tilda, hatujawahi kuona. Kitu ambacho mimi nimesimama maana mimi ni kiongozi wa mila. Wewe nobis, wewe lo mwenyekiti na kijiji yangu mtendaji. Mwenyekiti na mtendaji. Serikali ya kijiji pamoja na serikali ya kijiji kwa ujumla. Ndaile nitejanga emotiki danyara. Sisi tunapasua chungu. Kuanzia kesho. Aidaro iseri. Ore na mikiyiolo yo. Itu ore na ntanoko pato iweki. Nara kirara njilari na rabani. Kakitwa katodol. Itu nyadol enkaji enya kama enda kanisa na uno tendewe na jeti arjambeni we. Mimi ni msaliwa wa kijiji cha Engutukoit na nina miaka 40 na lakini sijawahi kusikia wala kuona. Itu ikatodol metaa aikiponu sungusha serikali angajo kiteni wika yondoki nalio. Sisi hatujawahi kuona kabisa kwa sababu hatuwezi kusungusha serikali kwa kitu ambacho kiko. Na ikiomonu ajo. Sisi tunaomba kwamba ndahe kiyoka mage kera kulo tung'ana kanyanyasa yo. Usimamie ukweli maana tunanyanyaswa. Aikera ke siyo kulo tung'ana oripiro serikali nikera nkera inyi na ore pikirieni we na amani nyina ripiro yo kangaji. Sisi ni watoto kama watoto wengine, sisi ni wananchi kama wananchi wengine ambao wana ulinzi ambao serikali wanalinda kama watu wengine. Akeponu tung'ana kaing'oru larabali. Watu wanakuja kutafuta migogoro. Nijo ikal kwede angaji no kwede nrodo serikali. Ndio nara yoko lengo bisni kido serikali nenda. Sasa hivi ukimuuliza huyu mama shamba yako iko wapi, nyumba yako iko wapi? Maana si serikali wa kijiji tukiambia ofisi ya kijiji iko wapi? Tunasema ile pale. Olonga serikali kwede angaji no naje kinenda. Mtu akiniuliza shamba lako iko wapi na muonesha ile pale. Itu kidoli rireyeki nkishu ele shamba lakira elis itu kidoli ripiro ya ajo tayelene ata na apa peni yote ni. Kwa unyanyasaji unaoingia Engutukoit kijiji cha Engutukoit. Sisi ni wananchi wa Engutukoit na wa Mama Samia. Sisi ndio tunamchagua Mama Samia. Na hii unyanyasaji unaofanyika serikali juu inatoka kule juu kunakuja kunyanyasa serikali wananchi wa kijiji cha Engutukoit. Kuja kunyakua ardhi yao kwa mtu mmoja. Yaani mtu mmoja wanakuja kunyakua ardhi ya wananchi wa Engutukoit. Tunaomba hii hoja iende, maoni yangu iende kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwamba sisi wananchi wa Engutukoit tunanyanyazwa na mtu mmoja. Nilitaka kupata maoni yenu, ushauri wenu kuhusiana na hili eneo. Kama mlivyosikia kwenye baadhi ya makaratasi inaonyesha kwamba shamba hili lina umiliki na anayemiliki anailipia serikali kila kinachohitajika. Kwa hiyo ukiingia kwenye mifumo ya serikali, shamba hili linasoma na linamuonyesha mwenyewe ni fulani. Hilo hatuna tatizo nalo, hatuna shida nalo. Ninyi mna mawazo gani? Mnataka kuiambia nini serikali juu ya shamba hili? Msiseme hatulijui. Hakuna mtu anayemiliki wakati mifumo ya serikali inasoma kwamba shamba lina umiliki na anayemiliki ni mtu fulani. Sasa tunataka serikali isikie nini maoni yenu, nini ushauri yenu ili serikali kafanyie kazi. Sasa naona kama vile inashindikana. Tunatoa tena kwa watu wawili ili tuweze kufunga hii agenda. Hivi nani mwenye mgogoro kati yetu? Sisi tunasema tu ile ukweli. Niseme tu. Sisi hatulitambui shamba la Mheshimiwa Badilta. Haliko katika eneo. Mheshimiwa Katibu Utawala ukiniambia
Hebu semeni maoni yenu, tutawaambiaje serikali kuhusu shamba lilioko hapa? Hamna shamba la mtu lilioko katika kijiji cha Engutukoit tukakana kwamba hatutajua kitu wa kumwambia serikali. Tunalitambua kitu la kumwambia serikali. Lakini kama cha mtu ako kwenye kijiji chetu, tutawaambiaje serikali? Msemo wetu ni moja, hamna shamba la mtu kwenye kijiji cha Engutukoit. Amehitimisha kwamba hakuna jambo mnalopashwa kuiambia serikali kwa sababu hakuna shamba la jinsi hiyo Engutuku. Si ndio Sasa kwa vile mmesema hakuna shamba Engutukoit, sina maana hakuna tena maoni, ushauri na mawazo mnaweza kuambia nini? Kuiambia serikali. Sisi tuwashukuru. Tuwashukuru kwa kikao kizuri, mmechangia, mmetoa mawazo yenu. Kama nilivyokwisha kutangulia awali, mimi hapa ni mwakilisha Mheshimiwa DC. Hayo niliyoyapata kwenye mkutano huo inabaswa nimfanyaje? Nimrudishie Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba hayo ndio tumeabaini wapi? Engutukoit. Kwa hiyo muendelee kuwa na amani, muendelee kufanya shughuli zenu za kawaida bila tatizo lolote, na tutaipeleka kule, serikali itaenda kuchuja kweli na baadaye mtaletewa majibu yake. Kwa sababu nikiendelea kusema nipeni maoni yenu, nipeni tena mawazo yenu, na wakati ninyi hamtambui kwamba kuna shamba, tutakuwa tunapoteza nini? Muda. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kila ambacho mmezungumza, mawazo yenu na mambo yote yaliyozungumza kwenye mkutano. Mimi niseme niwatakia kila laheri, tumemaliza mkutano, asanteni. Kwa sababu wageni wetu wameondoka na tumeona kwamba lengo nzima ni kunyang'anywa ardhi yetu bila idhaa yetu, sisi kama Malaigwanani tunaamua kwamba tutafunja chungu kwenye eneo wanalosema bila kucheza, kwa sababu hii imekuwa ni mchezo ya kunyang'anywa ardhi wa Masai kila siku. Ukienda kuangalia sasa, kama maeneo wanaosema ni maeneo ya malisho yetu, kwa hiyo sawa eneo ile likiondoka ni kwamba kila mwana kijiji wa Engutukoit ni apange safari kutafuta mahali pa kwenda kama hawana mahali pa kuwapeleka. Hiyo ndio tunasema, na hiyo ndio itakuwa mwisho wa kikao chetu. Kwa hiyo kila mwana Engutukoit ajue kwamba kama atakuwa kuna mmoja wao anayehusika katika matatizo haya tunayopata kila siku, wajue kwamba sisi kwa leo, kwa sababu hatuna nguvu, tutatumia hiyo nguvu ya chungu kupasulia eneo hiyo. Mimi naona kama Malaigwanani hakuna kingine ambayo tunaweza kufanya tofauti na hiyo. Tumejaribu kujieleza kwa njia zote. Tumejaribu kusema ukweli mbele ya watu na mbele ya Mungu. Lakini kinachoonekana ni kwamba viongozi wetu wameona wa maana sana ni huyu Matilda Buriani kuliko sisi wananchi wa Tanzania ambao tumelelewa kwenye ardhi hii, tumekuwa kwenye ardhi hii, lakini leo tunakuja kuambiwa kwamba 2012 kuna shamba hapa. Kwa hiyo tumeona tuchukue fursa hii kwamba sisi tunataka amani, hatutaki fujo, hatutaki maandamano, makelele, hatutaki vijana wetu waumizwe na mabunduki kama vile wanavyofanya siku zingine kuja hapa na magari 3-4. Kwa hiyo tunazungumza tukiwa chini ya ulinzi. Nao wenzetu wameshindwa kutuambia kwamba hapa kuna nini. Maana tukisema hatujui shamba la Matilda Buriani, ni kweli kwamba hatujui. Wameanza kuja kutuambia nitangia 52. Wamesema mwaka fulani mwingine amemiliki. Lakini tangu mwaka huo wa 2012 hatujawahi kuwa na mgogoro na mtu yeyote kwenye eneo la kijiji chetu. Kama kuna mtu wetu mmoja, maana sisi tunahisi kwamba wapo, na yeye ajipange. Kwa sababu kama ni chungu tutafunja, kama kila laana tutalaani. Maana eneo hili la Engutukoit likiondoka, ina maana kwamba watoto wa Engutukoit hawatakuwa na mahali pa kuishi, hawatakuwa na vyombo vya kusomesha, hatutakuwa na chochote, hata chakula hamtakuwa nacho. Kwa sababu chakula mnachokula ni eneo kambuga hapa chini mbuga ya mifugo. Shauri hilo ndio tunaliweka mbele, hatutalala. Kama watu ni wanataka kuchukua ardhi yetu kwa kupeleka kwa nguvu bila ridhaa yetu, wachukue tu kwa nguvu, lakini sisi hatuwezi kusema kwamba kuna chochote ya mtu ambayo hatukijui. Kwa hiyo nikifika hapo, nafikiri kwamba tutakuwa tumeelewana. Kije ilo gira Malaigwanak. Sisi tunasema kama washili wa kijiji cha Engutukoit. Ora rongani obo, mtu mmoja mera samano losho, hana dhamana watu 3000. Tena kuna yere jalongani age oruru kuliega ngulugani ane. Mtu akisema ananyang'anya mtu ardhi yake, na ilo boginda doyo nele kurkumok.
Mmoja huyo ndo atapotea, wengi watabaki. Neeku naaji etejo naaji oltung'ani obo enya enakop. Mtu mmoja akisema anahitaji kuimega ardhi hii, na ilo obo kintadoyio neleku irkumok. Huyo mmoja tutampoteza hai yake, alafu wengine watabaki kuishi. Emoti kidan. Tunapasua chungu. Kake noonkolong'i naapishana. Ni siku 7 tu. Nemaikilejita toi. Na si kwamba tunatoa udanganyifu. Oma oltung'ani totona esidai. Kila mtu akakaa imara. Ore nkishu ankera naapoito nkolong'i pookin. Ng'ombe ambaye tunauza kila siku. Neponu nelotu oltung'ani alej serikali ang'. Mtu anakuja kudanganya serikali yetu. Ajo aata ewuei ai. Anakuja kusema nina eneo langu, eneo hili. Nemeyiolo nkera doropu natii. Na watoto hawajui walioko katika kijiji cha Engutukoit wala watu wazima. Nemikiyiolo yiok kira laiguanak. Na sisi washili hatufahamu. Kiishituo kiboitare lapapa. Tumeishi tukiwa na babu zetu na baba zetu. Nitu ainepu eeta oloboitare. Na sijamkuta aliyekuwa na eneo katika kijiji hiki. Naa tenaalej oltung'ani. Na mtu akinidanganya, naisilig Enkai. Na muangalia Mungu. Na Enkai kiomonokilo. Na Mungu ndo tutamuombea huyo. Otaasa ena. Ambaye amefanya hili. Kiomonu. Tunaomba serikali ang'. Serikali yetu. Totona esidai. Ya Mama Samia. Tamba pookin. Kila kitu uangalie. Amu mikira nkoilin. Maana sisi si wanyama. Kira iltung'anak. Sisi ni wa binadamu. Mekiyiolo enikipik kuna kera. Sisi ni wa Tanzania, hatujui pa kwenda. Meitoki atii shule enakop. Hamna shule hapa, mtu akisema ana eneo lake hapa. Mekiishinye kuna kera. Hakuna mahali ambayo tutaishi tena hapa. Nemikiindim aatotoni. Mtu anasema ana ekari 2000 kwenye kijiji chetu. Oltung'ani obo loshabanji. Anakuja kutunyanyasa. Ore paabaiki ine. Nikifikia hapo. Najoki ntai. Naambia nyie. Enjipangata. Jipangeni. Tendeni kulala lelo. Kama kuna mtu mmoja hapo kati ya kijiji cha Engutukoit aliyeshiriki kumega ardhi hii. Kiendoro ubali lo mtendaji. Naye ataenda na huyo mtendaji. Nitakachomwambia mimi kikao au mkutano huu mkuu, mmeshaona wenyewe kwa macho yenu na mmesikia kwa masikio yenu ya kwamba serikali yetu wameenda kuungana na mtendaji ambayo mnamo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2024 aliandika mkutasari forgery, akaenda kusaini majina ya watu, akapeleka kwa Dr. Matilda ambao ni mkuu sasa hivi wa Tanga, wa mkoa wa Tanga. Baada ya kupeleka kule, ikaenda kurudishwa hiyo mkutasari kwamba tumekubali, kwamba Engutukoit wamekubali kwamba wanalo eneo la Mama Matilda, kitendo ambacho sio kweli. Baada ya hapo mkuu wa wilaya alifika hapo ofisini, akaja kuhakiki, akawalazimisha serikali wa kijiji wakae, akaja akakutana nao, wakaandika majina yao. Baada ya kuandika majina yao, walifananisha na majina yaliyoandikwa na masaini, wakasema kweli mkutasari huu ni forgery. Sasa aliposema ni forgery, akamwambia mkuu wa kitengo cha TAKUKURU kwamba shughulikia huyu mtendaji. Lakini leo hii simeona kwamba mtendaji ameletwa hapa. Baada ya kuletwa mtendaji hapa, hajapelekwa mahali yoyote. Ina maana wanajuana, wanataka tu kufanikisha lengo. Sasa sisi kama wana wa Engutukoit tunatangaza katika mkutano huu mkuu wa kijiji kwamba kuanzia sasa tunapasua chungu, kwa sababu serikali yetu ambayo anaongozwa na Samia, Dr. Samia, na chama chetu cha Mapinduzi mpaka sasa hivi hawajachukua hatua yoyote huyo mtendaji, wala kuangalia kwa jicho lingine huyu mama ambayo anakuja kutunyang'anya ardhi. Basi na sisi tunamkimbilia Mungu, kumuita Mungu na kupasua chungu ya siku 7 kwa yule atakayoshiriki ndani ya kijiji na nje ya kijiji. Kwa kweli hiyo chungu itamkuta na itammaliza yeye na watoto wake. Nikimalizia hapo, nasema kila baba, kila mama aongee na vijana wake, aongee na mke wake, aongee na bwana yake kama amehusika katika matendo hayo. Kitendo cha kuuza ardhi ya Engutukoit, mara moja aje kutuambia ili tumuondoe katika laana hiyo na listi hiyo ya wale watakaopasuliwa chungu. Asante sana. Sisi kama wanakijiji wa kijiji cha Engutukoit tuko mahala hapa tukiyapeleka maombi yetu kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tukianzia ngazi ya mkoa, kwa sababu kuanzia huku chini halmashauri
tunaona hii hali imeshawafikia. Lakini kuanzia mkoani mpaka juu kule Dodoma kwa rais, naona kama swala hili bado hawajalipata. Sisi wanakijiji wa Engutukoit tumekuwa tukinyanyaswa na tajiri mmoja aliyejitokeza na kujimilikisha ardhi yetu. Sasa sisi kama wanakijiji wa kijiji hichi cha Engutukoit tumesimama mahali hapa tukikanusha kwamba hatumtambui Matilda. Hatuna shamba la mtu yoyote katika ardhi hii. Tangu enzi za mababu yetu hatuna shamba la mtu yoyote hapa. Sisi tumekuwa tukiishi hapa na hatukuwa na mmiliki yoyote mwingine ila sisi tuliokuwa tumezaliwa hapa. Sasa sisi tunakuomba rais, mkuu wa mkoa wa Arusha, tunakuomba ujumbe huu kufikie. Kwanza sisi kama wananchi wa kijiji hichi tumekuwa tukiyapitia mateso mengi sana. Usiku mchana hatulali, kila mwaka kila siku kwa ajili ya mnyanyasaji huyu Matilda. Sasa sisi tumeamua kuyafikisha maombi yetu kwako kama mama yetu, kama rais, kama serikali kuu ya Tanzania inayoshikilia kila dola iliyopo hapa Tanzania, kuanzia maaskari ambao wanatumiwa kuja kututisha kwa ajili ya ardhi yetu. Sisi tunakuomba Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ujumbe huu ukufikie. Sisi kama wanakijiji wa kijiji hichi cha Engutukoit tunalia, tuna machozi, tunanyanyaswa, hatuna amani, hatulali kwa raha. Jina naitwa Losirian Pangu, ni mwenyekiti wa kijiji cha Engutukoit. Kikao hiki ilifanyika leo. Alikuwa anakuja na mkuu wa wilaya leo, lakini mkuu wa wilaya leo hajahudhuria, ametuma wawakilishi wake. Maamuzi wa kikao wa kijiji cha Engutukoit waliamua kwa hakuna eneo la Matilda Burhani ambayo iko ndani ya kijiji cha Engutukoit. Wasee wa samani walisimama kwa maana shamba anadaiwa ni 53 ambao si hata mimi mwenyewe wa Engutukoit hakuna mtu ambaye amesaliwa wakati wa kabla Tanzania hajapata uhuru. Sasa basi maamuzi wa kijiji cha Engutukoit waliamua wakasema sisi hatuelewi, tulielekezwa na mkuu wa wilaya kwamba tuandike muktasari wa kuomba ile eneo ifutiwe hati. Lakini sisi wana Engutukoit wananchi wakasema hatuwezi kuandika kwa maana hatuna kitu ambao tunaomba. Kwa maana eneo letu tumesaliwa hapa, hatujai kuona mtu ambao tunapakana naye ndani ya hii kijiji cha Engutukoit. Kwa hiyo maamuzi wa kijiji cha Engutukoit na Engutukoit wote waliamua kwamba hatuna kitu ambao tunaomba, kwa maana ule ambaye anaitwa Matilda sisi hatuifahamu. Na sasa hivi hata kama ukienda kwenye hiyo shamba ambayo anasemekana, hakuna mtu ambaye ataweza kitu ambaye ataonyesha kwamba hapa ni kwangu, hapa ni kwangu. Kwa maana mahali ambao mtu umeishi nayo lazima umejenga nyumba au umejenga si la mifugo au umelima, lakini hakuna kitu ambacho inaonekana. Kwa hiyo sisi tunasema nafikiri ni utaratibu tu ambao amefanya namna akuona kwamba wananchi sio wasomi, akaamua kutafuta namna ya kumega harisi yao. Kwa hiyo naomba rais wetu wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, au angalie kwa jicho kijiji chetu ambao anataka kuminyang'anywa harisi yao ambao wanatumia kwa ambao wanafugia mifugo yao. Unajua sisi kama kijiji cha Engutukoit sisi sio wakulima. Sisi ni wafugaji. Eneo ndogo ambao tupo tunategemea kuwa ndio si mahali ambao mifugo yetu inatumia. Kwa hiyo naomba serikali yetu kuanzia mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa wetu ambao tunajua wanasimamia haki ya wananchi. Kuanzia mkuu wa wilaya, mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba wasaidie wananchi wake ili wasiteseke, kwa maana ni wana wa Tanzania ambao ndio amepewa samana yao. Mimi nafikiri maeneo ambayo anasemekana sisi kama wana Engutukoit hatumfahamu shamba la mtu yoyote ndani ya kijiji. Mimi nimesaliwa Engutukoit sasa hivi na miaka 42, lakini hatujai kuona mtu ambao mwenyewe ndio ambao eneo hile ni ya kwake. Sisi ni wana Engutukoit ambao tumesaliwa hapa, tunakaa tu ndani ya Engutukoit, lakini hatujui tuko shamba la mtu. Tukiambia sasa hivi kuna mtu ambaye analipia lease kijiji chetu,
Ni kwamba sasa mtu analipia lease, lakini si hatuifahamu kwamba kuna mtu ambaye anatulipia lease ndani ya kijiji, lakini anatafuta tu mbinu ya kuuza ardhi yetu. Kama mtu amekata mbuga kwenda masafari yake, akaona mbuga nzuri akaamua kufanya forgery. Ni hiyo tu, lakini si hatuifahamu hiyo mama kabisa. Na msimamo ya kijiji, najua sisi ndio walinzi wa usalama ndani ya kijiji. Tutalinda watu wetu, lakini tunaomba serikali atusaidie. Maana sasa hivi watu waporaji wa ardhi wamesidi. Asante sana. Tutegemea mtakaa kikao kingine tena kujadili swala hili. Kikao kingine si hatutakaa. Maana hii imetosha. Kikao chetu imetosha, hii ambayo imekaa leo, na bahati nzuri wameridhisha wao ambao wametumwa, amesharidhisha kwamba wana Engutukoit wamesema hatuna eneo la mtu la kuomba ndani ya kijiji. Washili wa mila wanasema watapasua chungu, lakini sasa hivi wamesema kwa kuwa mwenyekiti wa kijiji ameshirikiana pamoja na mtendaji wa kijiji pamoja na diwani watapasua chungu. Sasa na sisi tumesema acha pasue, kwa maana hatuna budi ya kuhusuia watu asitafute namna kujisaidia. Maana sasa hali yao sisi tumeshabuniwa kwamba mimi na mtendaji, kwa maana mimi ndio bosi wa mtendaji, ameshasema kwamba ni mimi nimekubali mkutasari wa kijiji upewa Dr. Badilda Burwani. Sasa wamesema wanapasua chungu, na mimi sitaweza kusuia kwa maana na mimi sasa hivi natuhumiwa kwa ajili ya kusemekana mimi ndio nimeruhusu mtendaji afanye mambo kama haya.